Good morning. Kwenye yalojiri, amjeruhi mke wake baada ya kugundua anatumia ARV, dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Ni huko Nyasa, Ruvuma. Hii ni yalojiri Januari 27. Sasa jeshi la polisi limetoa taarifa ya kumshikilia huyo mwamba ambaye jina lake linahifadhiwa kwa kumjeruhi mke wake, kisha yeye mwenyewe kunywa sumu ya kuua magugu, lakini bahati nzuri Mungu anampenda zaidi na kuweza kufariki. Sasa bado anaendelea kupatiwa matibabu katika moja ya hospitali huko mkoani Ruvuma, na baada hapo apandishwe mahakamani kwa tuhuma zinazomkabili. Habari nyingine tunaelekea huko Katoro. Tunajua unaeleza sakata la mwekezaji na wabunge, kama unajua mbunge Msukuma alikuwa na mbunge mwenzake wa eneo hilo kuhusiana na lile eneo la wazi la uwanja ambao yule mwekezaji ambao ni Rashidi alitaka kujenga maduka zaidi ya 500. Mgogoro katokea, amepataje eneo na namna alivyobadilisha matumizi. Sasa Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo na Makazi chini ya waziri wake Dr. Leonard wametoa taarifa ya kuingilia sakata hilo na kufanya uchunguzi zaidi, huku wakiwaonya watu ambao wanaingia katika maeneo ya wazi na kuyaendeleza bila kufuata taratibu za msingi. Tukirejea kimataifa, tumeona nchi ya Ufaransa imepitisha mswada ambao unawazuia watoto kushiriki ama kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Umeona, hii ni jambo ambalo mataifa mbalimbali sasa yameanza kuja na hizi sheria kali. Watoto wenye umri wa miaka 15, chini ya 15 hawataruhusiwa kutumia ama kuhusika kwenye masuala ya mitandao ya kijamii. Tukirejea tena kimataifa, mvutano kati ya Marekani na Irani umeendelea. Washington na Tehran kumeendelea kule kumvutano, na hii ni baada ya ile meli ya kivita ambayo inabeba ndege za kivita inaitwa Abraham Lincoln ikiweza kuweka nanga kule katika Mashariki ya Kati, hali ambayo imeibua sitofahamu nchini Iran. Kulikuwa kuna wasiwasi wa vita mapigano muda wote. Sasa tumeona kuna chombo kimoja cha habari kimeripoti huko ndani ya Irani kwamba kuna mazungumzo ya siri ya viongozi wa Irani ambao wanamtishia kumuua ama kifo rais wa Marekani Donald Trump. Kama unavyojua, amekuwa na makauli mengi sana kuhusiana na mgogoro ambao unaendelea kati ya Marekani na Irani. Irani ambayo ilikuwa na maandamano kwa muda mrefu, maandamano ambayo yalikuwa ni yanadaiwa kusababisha baadhi ya